Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii siyo simulizi nyingine, inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 41. Mtoto Yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shora Dismas, maisha magumu anayoyapitia kutokana na wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja ukawa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, tujue umependezwa na kitu hiki ambacho kinachoendelea, share ili na wenzio waweze kujifunza kutokana na simulizi hii, lakini comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Unafikiria nini? Ni wapi tuboreshe? Ni wapi tupunguze? Sasa nikukaribishe katika sehemu yetu ya 41 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua maisha ambayo yanaendelea ya binti huyu wa kuitwa Shora Dismas. Baada ya kuzungumza yote hayo,
ndipo ambapo aliamua kuzungumzia hadi na kisa cha yeye kuwa Muislamu, japokuwa Uislamu wake ni wa kufikirika, bado kabisa hajapelekwa kwenda kusilimu na wala bado hajaolewa na huyu kijana wa kuitwa Amini bin Nasor. Bado ni Mkristo kiuhalisia, lakini ni Muislamu ajaye. Baada ya kuzungumza yote hayo ambayo aliyomweleza huyu mtumishi, na mtumishi naye alianza kuzungumza huku akisema nilikuambia mke wangu, inatakiwa tukae chini tuweze kumsikiliza. Kuna kitu ambacho nilitaka kukisikia, lakini namshukuru Mungu aliyoko mahali hapa, tumeweza kupata kile ambacho mimi nilikuwa na kitaraji, kwa sababu nadhani unakumbuka yule binti ambaye alikujaga kupanga hapa katika hii nyumba ya hapa mbugani. Nadhani utakuwa unamkumbuka, lakini tukamwambia aje kupanga, lakini akakataa. Tukamweka pale pale nyumbani kwetu. Mke wangu, kama kweli unakumbuka. Lakini alichokifanya, alijifanya kwamba yeye ni muoga, hawezi kuja katika hii nyumba ya huku bondeni. Haya, tumebanana naye pale, lakini nadhani unaona alichokuwa ameanza kukifanya. Akaanza kunivalia vimini. Mara anaanza kuja, anaanza kuniambia shemeji sijui nini, mambo ya kishetani shetani kabisa, ambayo mimi sikuyahitaji kabisa, wala sikuhitaji kabisa binti wa namna hiyo. Lakini huyu kwa maelezo yake tu, kwanza anaonyesha ni mtu mzuri, kwa sababu kuishi katika familia ambayo wanayomtesa, lakini bado akaendelea kuwa bega kwa bega na kijana wao, tena asiyoona. Mke wangu, naomba usije ukambadilikia huyu. Huyu ni binti ambaye amepitia changamoto nyingi sana, na nitafurahi kuwaona ninyi wawili mkiwa ni kama kitu kimoja, kama mtu na mdogo wake, tena kama mapacha wanaopendana. Itakuwa ni vizuri, kwa sababu kwa kweli huyu hivi, kwani shemeji yangu, kwa nini usitafute mwanamume wa Kikristo ukaolewa naye? Ni kweli unataka kumwacha Bwana Yesu Kristo na kwenda kwa Mtume Muhammad? Inawezekana hicho kitu, shemeji yangu. Kwa nini usitafute Mkristo? Haujawahi kuwaza labda huenda nafsi za wazazi zinakutazama, na baba kama jinsi ulivyotusimulia alikuwa ni Mkristo tena mwinjilisti? Umefikiria vipi kuingia katika Uislamu wakati wewe ulikuwa ni binti wa mwinjilisti? Kwa nini? Samahani, lakini najua naweza nikakukumbusha machungu, lakini yani kwa nini unahama yani?
kwa sababu ya kwamba wamekusaidia. Ni kweli wamekusaidia, hatukatai, lakini kwa mujibu wa yale ambayo umetusimulia ni kwamba yule mama alikuwa amekukubali uendelee kuishi, hata kama wewe ni Mkristo, lakini ungeendelea kuishi. Lakini huyu kijana na mdogo wake, huyu kijana uliotusimulia, ni kwamba alikuwa na kuchukia mpaka pale ulipokuja kubadilisha dini, yaani ukawa umekubali kwamba utabadilisha dini, ndipo ambapo alipokubali kukupenda. Kwa hiyo nakupenda baada ya kuingia kwenye dini yao. Lakini tunaona umetusimulia pia kwamba mdogo wake wa kike hajapenda kabisa wewe uolewe naye. Sasa haujakaa chini labda ukatafakari kutafuta mwanaume wa Kikristo ambaye atakaye kuoa moja kwa moja kwa ndoa ya Kikristo? Usitoke kwenye dini ya wazazi wako na kuelekea eneo jingine. Kwanza unaolewa na mtu anayekupenda, lakini mdogo wake hakupendi. Bado yule ujue ni mdogo wake, hawezi kuachana naye, udugu hauwezi kufa. Kwa hiyo yule atazidi kuwa wifi yako, na atakapokuwa wifi yako, haujafikiria labda anaweza kuja kukudhuru hivi, kama namna jinsi alivyokuwa anajaribu kukudhuru ukiwa kwao, kukuwekea sumu kwenye chakula na vitu kama hivi? Haujawaza pengine, kwa sababu utakuwa umeolewa na kaka yake, hali ya kwamba yeye hataki? Hauoni kama atakutafutia jeshi fulani hivi la wafitini ambao atawajaza maneno? Kwa kweli mimi kwa akili yangu na ndani ya moyo ninavyoona, ninaona kabisa Jumapili tungeenda kanisani. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, mtumishi Shola Dismas alianza tena kuwa na mawazo. Endapo nitakubali kwenda kule, au niwe naenda kisirisiri? Lakini kama endapo Amini bin Nasor atapata taarifa, je, nini hatima ya maisha yangu? Kama alikuwa ananipenda, hatimaye ule upendo kageuka kuwa chuki, si hatari itakuwa hii? Sasa cha kufanya nifanye. Nimeambiwa nisihame kwenye dini yangu, na kweli naona kabisa ni kama mkosefu hivi, kwa sababu wazazi wangu walikuwa ni Wakristo, lakini pia tumeambiwa kwamba mwanamke atawacha wazazi wake, atambatana na mmewe. Kwa hiyo mwanaume hata kama atakuwa ni Muislamu, atakuwa ni dini tofauti, inabidi uifate ili muweze kuwa imani moja. Hivi kweli nitakapomwacha Amini bin Nasor naweza nikapata mwingine kama yule kweli? Na nimeambiwa kweli nitafute mwanaume, lakini nikienda kuolewa na mwanaume anayeona, ambaye hana ulemavu, labda awe mtumishi wa Mungu. Lakini wa ovyo ovyo kweli
ambaye hamuogopi hata Mungu, nini kitakachonitokea? Si nitajiingiza kwenye matatizo zaidi. Hayo yalikuwa ni mawazo ya Shora Dismas akiwa anaendelea kuwaza namna jinsi ambavyo maisha yake anaweza kuyanyoosha ili aweze kukaa sawa. Lakini licha ya kuwaza hayo yote, bado mtihani mzito aliopewa na mtumishi ni kwamba angeona na angependezewa Shora Dismas akaenda kanisani. Akiwa anaendelea kuwaza hapa na pale, akiwa hajui ni lipi achukue, ni lipi aendelee na, ndipo ambapo Lesa Charles alizungumza huku akisema, rafiki yangu, na kuona kama vile umekuwa na mawazo mazito. Unawaza namna jinsi ambavyo unaweza tukaenda na wewe kanisani. Mbona ni kitu chepesi? Kwa nini kinakupa mawazo? Mimi naona ni kitu chepesi tu. Asa kwani? Sikiliza mdogo wangu, nikuulize swali. Kwani utakapoenda kanisani huko, yule kijana nani atakayempelekea taarifa? Kwanza najua unakaa katika kijiji gani? Hajui. Umeshamwambia kwamba kuna sehemu ambako umepanga na jina lake kabisa katika hicho kijiji? Jibu ni hapana. Sasa unachokiogopa ni kitu gani? Twende Jumapili kanisani, mdogo wangu. We bado ni Mkristo, hujabadilisha dini. Kumbe ni jina tu. Umepewa jina Asmaya. Na majina mengine mtapewa na majina ya majini. Samahani kwa hilo dada yangu, lakini kama ulikuwa Mkristo, ni bora zaidi uendelee kuwa Mkristo tu. Kwa kwingine huko sawa. Nisamehe bure, nimezungumza maneno makali. Nisamehe tu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shora Dismas alishindwa kuvumilia, akaanza kulia. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 41 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemwona mtumishi amezungumza maneno mengi akiwa anajaribu kumsihi huyu binti wa kuitwa Shora Dismas kama endapo anaweza akakubali kubaki njia kuu katika dini yake ambayo ndimo alimozaliwa. Lakini pia mama mtumishi naye amekuja amegongelea msumari sehemu ambapo panapouma, kazidi kupachomelea kwa kuzungumza maneno kwamba inawezekana watakuja kupewa mpaka na majina ya majini. Na kutokana na kwamba katika Uislamu hakuupenda kabisa Shora Dismas kuwepo katika Uislamu, lakini imemlazimu kutokana na kwamba anapendwa tu na yule Amini bin Nasor, lakini yeye alikuwa ameshakataa, hawezi kuingia katika Uislamu. Sasa je, swali ni je, yuko tayari kutafuta
mwanaume mwingine amwache Amini bin Nasor au nini kitakachotokea? Hakikisha mpenzi msikilizaji, haukosi episodi ambazo zinaendelea za simulizi hii. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15. 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.